unajua kuwa mtoto wa mfalme ni la kweli. Yani angalia, mtu anapewa ngoma, anaruka na enjoy, watu wanakata mauno mbele yake. Yani I wish ningekuwa mtoto wa mfalme. Ala, kumbe na wewe una mawazo kama ya kwangu. Hizi ngoma za kachewa zinachanganya kweli yani. Yani kwa mtoto wa kifalme ni raha sana ndugu yangu. Tuendee kukaza buti, tukomae tuna hizo kazi za ulinzi au wengine tuachane nayo jamani. Sawa, lakini sio kwa huo mdundo jamani. Ukiangalia inachanganya kidogo. Mwenzangu, yani kwa hii mdundo unavyopigwa hivi, unaonaje askari twende nasi tukaliunge tukacheze. Basi twende tukacheze na bwana, tukaungane nao dada bwana. Wewe unaona vitu vizuri hivyo. Mimi sitaki shida kabisa na mfalme. Wewe wajua kabisa kazi yetu sisi ni ulinzi. Sasa kwenda kujichanganya, kwenda kucheza ngoma zikachewa na wadada, ni kutaka kuingia kwenye msala mwingine tu. Sikia nikwambia askari mwenzangu, vitu vingine sio mpaka mfalme akwambie bana. Sasa kama ngoma mpaka mfalme akwambie ukacheze, huo ni ushamba na uoga wa hali ya juu kabisa. Mimi acha niende nikajiunga nikajichanganya nao nikacheze bana. Wewe angalia watu wanaocheza vizuri hao. Yani kama siala hivi, huyu kibwana akili zake ziko sawa kweli. Yani anaacha kazi ya ulinzi, kazi ambayo tumepewa na mfalme hii, yeye anakwenda kucheza ngoma za kachewa. Haya, shauri yake. Mimi yangu macho, ngoja tu niangalie kitakachotokea hapa. Na mfalme atakasirika sio muda mrefu. Hapo vipi niambie mwanangu Junior? Surprise niliyokuandalia vipi, umeifurahia? Kabisa babangu, yani kwanza sikutegemea kama kulikuwa kuna ngoma na mabiti wanakuja kucheza hapa kuburudisha. Ni kwa kweli yani umenifanya nimefurahi sana. Sikutegemea kabisa kitu kama hiki, lakini naona yote haya ulikuwa umeyapanga muda mrefu sana. Ni kweli kabisa, mambo yote haya nilikuwa nimeyapanga kwa ajili yako mwanangu. Maana nilikuwa nimekumisi sana. Toka limeenda kwenye vita, hatujapata muda kuweza kuwa pamoja, tukaweza tukaenjoy kama hivi. Afu muda mwingi tunautumia sana kwenye kasi letu. Hatupati muda kuja kuangalia ngoma za tamaduni kama hizi. Basi ni jambo jema sana. Na hii aina ya ngoma wanaocheza hapa ni ngoma inaitwaje hii? Swali zuri sana mwanangu. Hii aina ya ngoma ambayo unaona inachezwa hapa, watu wakicheza huku wakifurahi wanazunguka moto, ni aina ya ngoma inayojulikana kama ngoma ya kikachewa. Ni kabila moja dogo inayopatikana kwenye himaya yangu hii ya Mtukufu Okara. Kwa hiyo hawa huwa wanakuja kwa ajili ya kuniburudisha kama hivi na kutoa burudani. Ngoma kachewa. Lakini baba, unaona kama nasikia sauti ya mbwa mwitu hivi? Ni mwenyewe nasikia kwa mbali kama kuna sauti ya mbwa mwitu hivi. Haya maeneo yanaweza kuwa hatari sasa. Na askari wangu sio kwa hapa mpaka sasa. Hebu tangulia kwanza hapa ni jaribu kuwasiliana na askari waweze kulinda uweze kurudi kwenye kasri. Sawa? Yani hiki kitu cha ajabu sana. Wewe kibwana wewe. Wewe kibwana, yani wewe ni baada ya kulinda anaenda kucheza muziki. Ni maskari wengine hawa. Wewe kibwana. Naam mfalme Okara. Naam, niko hapa mfalme wangu. Kwani wewe hauoni hatari ya kwamba eneo hili kuna mbwa mwitu ambao wanazagazagaa na sikia makili yao kutoka mbali? Wewe naona tu unaenjoy tu kucheza muziki. Na hii sio kazi yako. Wewe unatakiwa kuwa unalinda ile eneo, sio kwenda kucheza ngoma za kachewa. Mfalme hata wewe mwenyewe umeona ngoma kachewa ni ngoma nzuri sana. Yaani mimi nimependa wadada wanapocheza hapa. Nikaona mimi ngoja nije nijumuike nao, sio mbaya lakini. Wewe unajua unaongea nani? Mimi ni mfalme ujue. Acha kuwa unajibizaa mimi kama mtoto mdogo. Sasa sikia. Hapo una jukumu moja. Inabidi umchukue mwanangu Junior uondoke naye mpaka kwenye kasri, manake eneo hili kidogo kwenye usalama sio zuri. Bila shaka mkuu wangu. Your wish is my command. Yani leo yawezekana ikawa ni siku yangu ya bahati. Ngoja nitumie siku hii leo nitoroke. Manake kila siku niko humu ndani. Nataka nitoroke leo nikacheze na marafiki zangu huko nje. Unajua baba hawezi akarudi sasa hivi. Ngoja niharakishe. Hii nyumba mbona iko wazi hivi? Ina maana hamna mtu huku. Melissa amekwenda wapi sasa?
Na huyu mtoto nimwambia asiondoke akaenda popote. Melissa! Melissa! Mbona nasikia harufu ya moshi na vitu vya kuungua hivi? Ina maana huyu binti atakuwa amekwenda wapi sasa? Na nilimwachia kazi ya kuangalia maragi asije kaungua. Mungu wangu, utakuta maragi mwenyewe ameshaungua jikoni. Ngoja nikaangalie jikoni kuna hali gani huko. A few moments later. Mungu wangu, huyu mtoto jamani. Ile watoto wengine hawa, yani niambia awe ayatoe maragi mapema, si amekwenda wapi? Maragi yameiva mpaka yameunguza nyumba sasa. Mimi naenda kufanya nazimaje huu moto mimi jamani? Majirani jamani, msaada huku, nyumba yangu inaungua huku ndani jamani. Sinafanyaje Mungu wangu?